Imani yetu ni kubwa kwamba kuchanja mifugo hii ni kujipa uhakika na usalama wa mifugo yetu. Lakini imani yetu ni kubwa kwamba kuchanja mifugo hii ni kuongeza thamani ya mifugo yetu. Kwa sababu usalama wa afya za mifugo ndio usalama wa mlaji huko mbeleni ambako itakapokwenda sokoni. Kwa hiyo matarajio yetu ni kwamba kampeni hii kwa upande wa wilaya ya Kilosa ije na mafanikio makubwa sana. Upande wa serikali tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba tunawapa support ya 100% ili zoezi hili liweze kufanyika kwa mafanikio makubwa. Tutatoa maelekezo kwa viongozi wa maafisa tarafa, tutatoa maelekezo kwa watendaji wa kata, tutatoa maelekezo kwa watendaji wa vijiji, lakini wenye vitu wetu wa vijiji na wenye vitu wa vitongoji kuhakikisha kwamba wanaunga mkono zoezi hili kwa sababu tunafahamu, tunajua mifugo wapi ipo. Sisi tunajuana hapa Kilosa. Nani ana mifugo idadi gani na nani ana mifugo. Kwa hiyo hata tukiamua kuenda na spidi ambayo tunahitaji kwamba tumalize zoezi hili ndani ya miezi miwili, ndani ya miezi mitatu, inawezekana kabisa. Ni kwamba inapotokea shida baada ya chanjo, Mheshimiwa DC, hizi chanjo saa nyingine ukishindwa kuzihifadhi vizuri unaweza ukapata madhara unapochanja. Sasa kama mfugaji amechanjiwa na mtu ambaye hajaratibiwa na wilaya, basi hata namna ya kumfuatilia inakuwa ni ngumu. Lakini wenzetu wamekuja wamejitambulisha wilayani, na kimsingi Mheshimiwa DC kwenye shughuli zao zote kampuni ya Huthem wana mwakilishi kutoka idarani kwetu. Kwa hiyo wanatembea na mwakilishi wa idara na kila anapoenda taarifa tunazipata na kila kinachofanyika tunakifuatilia Mheshimiwa DC, na taarifa tutakuwa tunaileta ofisini kwako kujua idadi ya mifugo ambayo imechanjwa, lakini kama kuna madhara, kuna athari yoyote ya chanjo, basi ikitokea tutakuwa tunatoa taarifa. Yangu mimi napenda kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa kabisa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kututengenezea platform sisi private sector na serikali, tukawa kitu kimoja, tukafanya kazi, tukatoa huduma kwa wafugaji. Serikali ina vitu vingi na vitu vingi vya vipaumbele, lakini kwa kushirikiana sekta binafsi na serikali tunaweza tukasaidia hizi huduma kwa haraka kwa wafugaji. Changamoto zimekuwepo kama ambavyo tulisema awali, wafugaji wanalalamikia gharama, lakini kama alivyosema Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ni kwamba mpaka kwa gharama hii ya shilingi 1000 kwa ng'ombe na shilingi 500 kwa mbuzi na kondoo, bado ni gharama ambayo iko chini. Na hata hivyo serikali pia imeweka mkono, kwa sababu unapoingiza chanjo maana yake kuna kodi pale, lakini serikali kwa kuwakumbuka wafugaji imepunguza kodi.